Kwa hivyo wakati umefika, ni wakati wa neno. Wanaokaa katika mlima wa Bwana. Kwa hivyo wakati umefika, ni wakati wa neno. Kitabu ni kile cha Isaya 65 kuanzia mstari wa 20. Topic inasema wanaokaa katika mlima wa Bwana hawataibika. Hakuna kuaibika kwa yule mtu anayekaa katika mlima wa Bwana. Kitabu ni kile cha Isaya 65, tutaanzia pale mstari wa 20 mpaka 25, lakini katikati tutanguzia kitabu cha Zaburi 121 verse 1 and 2. Tukiendelea tu tutanguzia Psalms chapter 121 verse 1 and 2. Bwana Yesu asifiwe. Tazama, topic yetu inasema wale watu wanakaa katika mlima wa Bwana hawataibika. Mlima wa Bwana ni madhabahu ya Bwana. Kulikuwa na mlima mahali Musa alikuwa anaenda mahali pale, na Mungu anaongea na yeye, ni kwa ajili ya wana wa Israeli, Mount Sinai. Kukawa na mlima mahali watu wa Mungu walikuwa anaenda kuombea, mahali Abrahamu alikuwa anaenda ananena na Bwana. Lakini kukawa kuna mlima ulikuwa katika mji wa Yerusalemu, na ule mlima ulikuwa katika mji wa Yerusalemu. Yerusalemu ni mji mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata Biblia inasema ninatamani kuona mji mtakatifu, mji wa Bwana. Na wakati Daudi alikuwa anakaa katika mji wa Yerusalemu, akatazama akaona kuna mahali pako na mlima, na ule mlima unaitwa mlima Zayoni. Ule mlima wa Bwana, Holy Mountain of God, ni mlima Zayoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kawa ni mlima mtakatifu, na Daudi akasema ni mlima wa Zayoni, na pale akamjengea Mungu nyumba, mahali ambapo uwepo wa Bwana ulikuwa unashuka. Kwa hivyo uwepo wa Bwana huo unashuka mahali pako na mlima wa Bwana. Madhabahu ya Bwana ni mlima wa Bwana, na hapo ndipo uwepo wa Bwana huo unashuka na kutembea kwa watu wa Mungu, na kutembea kwa maisha ya watu wa Mungu. Kwa hivyo katika Yerusalemu, mji mtakatifu, pale Daudi akasema kuna mlima wa Bwana, kuna mahali pako na Bwana. Akatengeneza mahali pa uwepo wa Bwana kushuka, mahali pale pakaitwa mlima wa Zayoni. Na hapo ndipo tukisoma Psalms 121, Daudi siku zote anasema nitainua macho yangu nitazame milimani. Anasema msaada wangu unaweza ukatoka kwa Bwana. Tukianzia hapa mstari wa 20 pale, kitabu ni kile cha Isaya 65, tuanzie mstari wa 20. Tuone wale watu wanakaa katika mlima wa Bwana, kwa nini hawataibika? Mungu anasema hawataibika. 20 inasema hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimia siku zake. Kwa maana mtoto atakufa kwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Mstari wa 21, nao watajenga nyumba, nao watakaa ndani yake. Huyo ni Mungu alikuwa anaongea na wana wa Israeli, akisema wale watu wanakaa katika mlima wa Bwana. Mahali pako na mlima wa Bwana ni mahali pako na uwepo wa Bwana. Madhabahu ya Bwana ni mlima wa Bwana. Kuna watu siku zote hawataki kukaa katika uwepo wa Bwana, ama mahali pako na neema ya Bwana,
Mungu anasema wale watu watajenga nyumba, watakaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Kuna watu wakijenga nyumba, wakai kwa zile nyumba, wanauawa na shetani. Kuna mtu anaanzilisha nyumba, akijenga ile nyumba, ikifika katikati wachawi wanamuua, ama ugonjwa unatoka mahali unatoka, unakuja unamshika, unapata yule mtu si mtu hata wa kuendelea, fedha zake anaanza kupeleka kwa daktari. Lakini Mungu anasema wale watu wanaokaa katika mlima wa Bwana, mahali pako na uwepo wa Bwana, watajenga nyumba na watakaa ndani ya zile nyumba, watapanda mizabibu na watakula yale matunda. Ukikaa katika uwepo wa Bwana, lazima ujenge nyumba yako uone ikifaulu. Lakini unapata kuna mtu kila wakati hataki kutazama mlima wa Bwana, na hataki kukaa mahali pako na uwepo wa Bwana. Na pale ndipo napata siku zote hata akipanda kitu, hakuna matunda yake atakula. Anasomesha watoto wake, hakuna matunda anapata kwa wale watoto. Anajenga nyumba, hawezi akakaa kwa ile nyumba, ikisha lazima atakufa. Maana wachawi na waganga wamemuendea, wamemrushia mishale, wamemwangusha chini. Lakini wewe unayekaa kwa mlima wa Bwana, lazima utakula yale matunda. Pokea neema kukula yale matunda katika jina la Yesu Kristo. Ukikaa katika mlima wa Bwana, Daudi akasema mlima Zayoni, hapo ndipo pako na uwepo wa Bwana. Na hapo ndipo wakati alichukua sanduku la agano akapeleka mahali pale, maana Wafilisti walitaka kuiagusha. Maana aliamini kitu moja, akiinua macho yake tu atazame kule mlima, msaada unatoka mahali pale. Na hivyo ndivyo itakuwa kwako wewe unayetazamia mlima, unayekaa kwa mlima wa Bwana. Wacha tuendelee kusoma neno la Bwana. Mstari wa 22 unasema watajenga, hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake. Wale watu hawatajenga nyumba na mtu mwingine kukaa ndani yake. Utajenga nyumba yako na utakaa ndani ya ile nyumba, maana unakaa katika mlima wa Bwana. Hawata panda akala mtu mwingine. Hautapanda kitu mtu mwingine akule, wewe ndio utakula. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Mstari wa 23 unasema hawatajitambisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu. Hakuna kujitabisha kwa kazi bure. Kuna watu wanafanya kazi tena kwa bidii sana, lakini unapata mikono yao ni kama iko na laana. Zile fedha hakuna kusaidika. Ni watu hata wafanya aje hawaendi mbele. Ni watu hawafaulu. Mtu anafanya kazi kwa bidii, lakini hakuna kufanikiwa. Fedha zake hakuna kumsaidia. Lakini Mungu anasema haje, wale watu wanakaa katika mlima wa Bwana, mahali pako na madhabahu ya Bwana, mahali pako na uwepo wa Bwana, hakika watafanya kazi, fedha zao zitawasaidia, watapanda matunda, watakula yale matunda, wakifanya jambo watafaidika. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Tuendelee kusoma tuone Mungu anasema aje. Pale mstari wa 24, na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu. Mungu anasema pale mstari wa 24, na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu. Yule mtu anayekaa katika mlima wa Bwana, katika madhabahu ya Bwana, katika uwepo wa Bwana. Kuna mtu akaangi ndani ya Mungu siku zote. Hako kwa kanisa, hako kwa mganga, hako kwa manabii wa kendo, hako kwa kuzunguka tu. Mala anaenda mahali anapakwa njibu, mala anaambiwa ingia mahali ukitoa viatu. Unapata si mtu wa kukaa katika mlima wa Bwana. Lakini siku zote ukikaa kwa madhabahu ya Bwana, mahali pako na uwepo wa Bwana, utakuwa kama Daudi. Mungu anasema mstari wa 24, na itakuwa ya kwamba kabla hujaomba
nitajibu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujaomba, Yesu atajibu. Ukijitambua ya kwamba unafaa kukaa katika mlima wa Bwana, katika uwepo wa Bwana. Na hiyo ndio ilifanya Daudi ashinde vita. Akajua ya kwamba nikitazama mlima wa Bwana na nikae uweponi pa Bwana, hakika nitamshinda Goliathi. Hakika nitamuua Goliathi. Hakika nitashinda huyu Sauli anataka kuniua. Siri ya Daudi ilikuwa mahali pale. Na wewe ni Daudi wa siku ya leo. Naye Mungu anasema kama utakaa katika uwepo wa Bwana, maana katika mlima wa Bwana palikuwa na uwepo wa Bwana. Wana wa Israeli walikuwa wanaenda mahali pale wakishamlilia Bwana. Mgurumo kutoka juu mbinguni ulikuwa unashuka. Na pale ndipo Daudi alikuwa anaenda, anamuita Bwana. Na kwa mlima wa Bwana ni hapa kwa ya madhabahu. Hapa ndipo watu nakucha tukimuita Bwana, tukimwambia nyamazisha ndui zetu, wote wananyamaza. Nyamazisha ndui zetu, wote wanaenda wananyamaza. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Jehova anasema kabla haujaomba, Yesu atakuwa na jibu. Kabla hujaomba, Mungu atakuwa na shuka na jibu. Maana unakaa katika mlima wa Bwana, unakaa katika uwepo wa Bwana. Ukiingia kwa wokovu na kama mahali pale, unaambia Bwana, naamini ya kwamba nikikaa kwa madhabahu yako Yesu, naamini ya kwamba nikiomba utasikia. Naamini ya kwamba nikikuita utatenda. Naamini ya kwamba utapigana na huyo Goliathi. Naamini ya kwamba utapigana na adui zangu. Naamini ya kwamba utampiga Goliathi. Kuna laana naona ni kama inanifuata ya kizazi. Naamini ya kwamba nikikaa kwa mlima wako Bwana, mikataba ya kizazi itavunjika na laana zote zitavunjika. Lazima ukuwe na imani, maana Mungu anasema kabla hujaomba yeye atajibu. Na wakiwa katika kunena, Yesu anasema atasikia. Pokea neema kujibiwa maombi. Pokea neema kujibiwa maombi. Tamani Yesu asikie kilio chako, maana kabla hujanena Yesu anasema atasikia. Na ni kwa yule mtu anatambua mlima wa Bwana, anakaa katika neema ya Bwana, anakaa katika uwepo wa Bwana. Pokea neema kutambua uwepo wa Bwana. Wakati unapotambua uwepo wa Bwana katika maisha yako, hautakimbizana na watu. Ukisema wako na fedha, hautakimbizana na wako, utakimbizana na mbingu. Maana uko katika mlima wa Bwana. Uko na madhabahu iko na neema ya Bwana. Uko na madhabahu iko na nguvu za Bwana. Uko na madhabahu iko na uwepo wa Bwana. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Mungu akasema watu kama wale ni kama Daudi. Wakati Daudi alipotazama, akasema hakika na utazamia mlima wa Bwana. Na utazamia mlima wa Bwana. Goliathi ni kitu gani mbele zangu? Na Sauli ni kitu gani mbele zangu? Kuna mtu anautazamia mlima wa Bwana. Mwezi wa 12 usione mwaka umeisha na ujaona Mungu akitenda. Yule Goliathi utamwangusha. Yule Goliathi utamwangusha. Na kiti chako kimekaliwa na Sauli, ataondoka utakalia. Kiti chako kimekaliwa na Sauli na baraka zako zimekamatwa na Sauli, ataachilia utachukua. Ataachilia utachukua. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema kukaa katika mlima wa Bwana. Pokea neema kukaa katika uwepo wa Bwana. Ukikaa uweponi pa Bwana, utasikia watu wakisengenya. Watu watakuwa wakikusengenya. Wewe masikio yako itakuwa ya rohoni. Utakuwa tunatazama mlima kama Daudi. Unaambia Bwana, wewe ni msaada wangu. Na kuambia Bwana, shuka. Adui zako wote watapigwa. Adui zako wote watapigwa. Katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 24 Mungu anasema kabla hujaomba Jehova atasikia. Kabla hujaomba Yesu atasikia. Pokea hiyo neema na ushike na utembee nayo katika jina la Yesu Kristo. Ukikaa katika mlima wa Bwana,
Na katika uwepo wa Bwana kuna mambo utakuwa tu ukipika magoti na kuomba. Yesu anasema atakuwa tu anajibu, atakuwa tu anasikia. Kuna mtu mambo yake itasikika na Bwana. Kuna mtu mambo yake atasikika na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Umekuwa ukiomba. Connect mawazo yako na mbingu. Connect mwili wako na mbingu siku zote. Hata ukiona milima usiangalie milima. Angalia Jehova wa mbinguni. Anasema ukikaa kwa mlima mtakatifu wa Bwana. Anasema ukikaa katika uwepo wa Bwana utapanda mizabibu, utakula matunda yake. Ile mbegu utapanda lazima utavuna katika jina la Yesu Kristo. Na Jehova anasema mwezi huu kuna mtu maombi yake itasikika. Kuna mtu kilio chake kitasikika. Pokea neema, kilio chako kifike mbinguni. Kuna mtu kilio chake kitafika mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu maombi yake yatajibiwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Maana mlima wa Bwana ni mtakatifu. Anasema ataachilia malaika, ataachilia nguvu za kimbingu katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema kuinuliwa na Bwana. Pokea neema kuinuliwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu akiomba maombi anaona ni kama haiendi mbali, lakini Mungu anasema wewe unayekaa katika mlima mtakatifu wa Bwana, kabla hatujaomba, kabla watumishi wa Mungu hawajaomba, Mungu atasikia maombi. Jehova atasikia maombi na atajibu maombi ya madhabahu haya. Yesu anasema kabla mwaka hujaisha atasikia kilio cha madhabahu haya, kilio cha watumishi wake, kilio cha madhabahu haya, kilio cha watumishi wake katika jina la Yesu Kristo. Wakati Daudi alipotambua wewe ni Daudi wa siku ya leo, pandisha imani. Pokea neema kupandisha imani. Wewe ni Daudi wa siku ya leo, utashika jiwe moja. Na kwa kuwa nakaa katika mlima mtakatifu wa Bwana, utaangusha adui chini, utaangusha magonjwa chini, utaangusha mikataba chini, roho za magonjwa utaweka chini na jiwe moja katika jina la Yesu Kristo. Yesu anasema kabla tujaomba, Baba atasikia maombi. Yesu sikia maombi. Mwaka hujaisha, sikia maombi, maana hakika wewe ni Bwana katika jina la Yesu Kristo. Simama na miguu yako mbele za Bwana, maana Mungu anasema wanaokaa katika mlima mtakatifu wa Bwana hakika wataibika. Songea kwa madhabahu ya Bwana. Hakuna kuaibika. Kuna mtu kila wakati lazima ingie ibada. Kuna mtu kila wakati lazima ingie ibada ya mchana. Huyo ni mtu anakaa katika mlima wa Bwana. Kuna mtu kila wakati lazima nene na Bwana. Lazima mtu huyu amwone Bwana. Kuna mtu kila wakati anafanya kazi ya Bwana. Kuna mtu kila wakati anajitolea kwa nyumba ya Bwana. Kuna mtu kila wakati anafanya kazi ya Bwana. Unayekaa kwa mlima mtakatifu wa Bwana, lazima uwepo wa Bwana ushuke katika maisha yako. Mungu anasema katika kitabu cha Isaya 65:24 anasema ya kwamba kabla hujaomba Yesu hatasikia maombi. Weka kinywa chako maombi, maana anasema itakuwa ya kwamba kabla hatujaomba anasema atajibu. Baba jibu, Yesu jibu. Mungu wangu jibu Baba. Wajua mahitaji yetu Yesu. Jibu mfalme ajabu. Jibu Yesu jibu. Kuna mama analia, kuna mtu analia. Mungu wa mbinguni ukajibu.
katika jina la Yesu Kristo. Bwana, mji wako mtakatifu na mlima wako mtakatifu Baba, unasema uwepo wako unakaa mahali pa Yesu mbinguni. Huu ni mlima wako Yesu, na unasema uwepo wako Mungu wangu unakaa mahali hapa Bwana. Wale ambao hawajakuzoea Yesu, unasema uwepo wako. Fungua moyo wako kiomba mbele za Bwana. Fungua moyo wako kiomba mbele za Bwana. Fungua moyo wako kinana na Bwana. Maana anasema kabla, anasema itakuwa. Utakuwa ukiomba, utakuwa ukiomba. Utakuwa ukiomba na Bwana atakuwa anasikia maombi. Utakuwa naomba ukiomba tu, mbingu itasikia maombi. Itakuwa inasikia maombi. Kuna mtu ameingia mwezi wa 12 akiwa na huzuni na akiwa na kilio katika moyo wake. Endelea kumwomba Bwana. Utapanda matunda na utaweza kuyakula yale matunda yake. Utapanda mti na utakula yale matunda yake katika jina la Yesu Kristo. Jehova anasema utapanda mzabibu na utakula matunda yake. Maana wewe hauna lahana. Unaikaa kwa nyumba ya Bwana, unaikaa katika uwepo wa Bwana. Tamani kukaa katika uwepo wa Bwana. Maana kuna mtu atakiomba haingii katika uwepo wa Bwana. Kuna mtu atakiomba haingii katika uwepo wa Bwana. Kuna mtu atakikaa kwa nyumba ya Bwana hajui uwepo wa Bwana ni kusema nini. Lakini Jehova anasema itakuwa kwamba kabla hujaomba nitajibu. Itakuwa ya kwamba kabla hujaomba, Yesu anasema atakuwa anajibu na atakuwa anasikia maombi yako. Wewe unayekaa katika mlima mtakatifu wa Bwana, wewe unayekaa katika uwepo wa Bwana, Mungu anasema utapanda mti, utakula matunda ya ule mti. Utapanda mzabibu, utakula matunda ya ule mzabibu. Utakuwa kile unapanda utakuwa unavuna. Ya kwamba itakuwa ya kwamba kabla haujaomba Yesu atasikia na atajibu maombi yako. Kuna mtu maombi yake itasikika na Bwana, na kuna mtu maombi yake itafika juu mbinguni. Maana yeye ameamua kukaa katika mlima mtakatifu wa Bwana. Oh my Father, oh my Jehovah, omba mbele za Bwana. Omba mbele za Bwana. My Father, my Jehovah, ribakantarabo rima zekataraba zakataraba. Yesu nasema kabla Yesu wa mbinguni itakuwa Bwana, kabla tujaomba Yesu utakuwa nasikia maombi. Sikia maombi ya kanisa hii, sikia maombi ya huduma hii, sikia maombi ya watumishi wako Bwana, sikia maombi ya watumishi wako, sikia maombi ya kanisa lako riba. Sisi ni wale tumekataa kuzoea uwepo wako Bwana, tumekuwa kwa mlima wako Bwana. My Father, my Jehovah, nimesimama mlimani wako Yesu, nimesimama mlimani wako Bwana, nimesimama Shilo ribakatarabo. Yesu mbinguni Bwana, achilia uwepo kwa watu wako Bwana, achilia baraka. Unasema watapanda na watavuna, unasema watapanda na watavuna. Kile wamepanda unasema watavuna. Yesu unasema Bwana utasikia maombi na utajibu maombi. Jibu maombi Yesu, jibu maombi ya yule dada na yule mzee katika jina la Yesu Kristo Bwana. Jibu maombi, jibu maombi, jibu maombi Yesu. Jibu maombi ya nyumba yangu Baba, jibu maombi ya madhabahu Yesu, jibu maombi ya watumishi ribakata. Siku zote nimekataa kuzoea uwepo wako Baba riba, nimekataa Yesu wa mbinguni Bwana, nimepanda mlimani kunena nawe riba. Yesu shuka rabo katarebo zeketereba. Oh my Father Baba, unasema iwapo tutakuwa tunakuomba Bwana utajibu maombi na utasikia maombi Bwana. Ulisikia kilio cha wana wa Israeli, sikia kilio cha mtu. Kuna mtu kilio chake kinamfikia Bwana, kuna mtu kilio chake kinamfikia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana, sikia kilio cha watu wako Bwana. Fungua moyo wako, Mungu anatembea kule. Moyo uko tayari, moyo ulio tayari
wachukawe mama wa Serepta, wachukawe mama wa Serepta. Kila utawala wa giza, kila roho za kuzuilia watu wa Mungu, kila utawala wa mizimu, kila mizimu nashika mateka, nachoma kwa moto wa Yesu. Kuna roho zinachomeka, roho ambazo zinazuilia uwepo wa Bwana, roho ambazo zinazuilia watu wa Mungu kumwona Bwana. Nasishika mateka, nateketeza kwa moto wa Yesu, nateketeza kwa moto wa Yesu. Naharibu kazi yote ya giza, naharibu kazi yote ya uganga na uchawi, kila agano, kila nira, kila madhabahu zote za shetani, kila Freemason, devil worshiping, devil agent, masonic table, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka. Teketea kwa moto wa Yesu. Utawala wa giza, utawala wa kuzuilia maombi ya watu wa Mungu yasifike mbinguni, roho za kuzuilia maombi ya watu wa Mungu yasifike mbinguni, nashika mateka, anza kuchomeka, anza kuchomeka. Chochote kinazuilia kwanga, chochote kinazuilia kwanga, roho za kukamata kwanga, roho za kuzuilia kwanga, watu wa Mungu wasifunguliwe, watu wa Mungu maombi yasifike mbinguni. Chochote, kila mkuu anga, kila mkuu anga kuzuilia maombi yasifike mbinguni, nashika mateka, anza kuchomeka sasa, anza kuchomeka. Teketea kwa moto wa Yesu, teketea kwa moto wa Yesu, teketea kwa nguvu za Bwana, teketea kwa nguvu za Bwana. Gwa kwa moto wa Yesu, gwa kwa moto wa Yesu, gwa kwa moto wa Yesu. Tamani maombi yako yafike mbinguni, tamani maombi yako yafike mbinguni, tamani kilio chako kifike mbinguni, tamani kilio chako kifike mbinguni. Roho za kuzuilia kilio cha watu wa Mungu kisifike mbinguni, roho za kuzuilia maombi ya watu wa Mungu yasifike mbinguni, nashika mateka, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka. Teketea kwa nguvu za Bwana, teketea kwa moto wa Yesu, teketea kwa moto wa Yesu. Lazima maombi yafike mbinguni, lazima umama ajibiwe, lazima unduko maombi yake yafike mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Utawala katika anga, mishale katika anga, nguvu za uganga na uchawi, nguvu za uganga na uchawi, kwa moto wa Yesu anza kuchomeka, anza kuchomeka. Kuna moto wa Yesu unachoma, 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 kuna moto wa Yesu unachoma. Chochote kinazuilia uwepo wa Bwana usifike, nashika mateka. Kuna roho zinachomeka, kuna roho zinachomeka. Chochote kinazuilia maombi yasifike mbinguni, maombi yasifike mbinguni, chomeka sasa. Waka moto, waka moto, waka moto, waka moto. Moto wa Yesu unachoma, moto wa Yesu unachoma. Tayo tokichomeka, tayo tokichomeka. Mafarisayo mkachomeke, mafarisayo mkachomeke, magonjwa mkachomeke. Huyu ni wa mlima wa Bwana, huyu ni wa mlima wa Bwana, huyu ni wa mlima wa Bwana. Kila mishale gwa kwa moto wa Yesu, gwa kwa moto wa Yesu, gwa kwa moto wa Yesu. Teketea kwa moto, teketea kwa moto wa Bwana, anza kuchomeka. Mafasi ni moto, mafasi ni moto. Unapumua moto, unapumua moto. Watoto wake ni moto, watoto wake ni moto. Wafunguliwe wote, wafunguliwe wote. Nyumbani ni moto, mchanga wa nyumbani ni moto, mchanga wa nyumbani ni moto, mchanga wa nyumbani ni moto. Wachawi mnaozunguka, wachawi mnaozunguka kwa boma yake, wachawi mnaozunguka kwa boma yake, chomeka, chomeka, chomeka. Ule mchanga ni moto, ule mchanga ni moto, ule mchanga ni moto. Shh. Ule mchanga ni moto, ule mchanga ni moto. Mnaunguza makaburi, mnaunguza makaburi. Roho za makaburini, chomeka, chomeka. Roho za makaburini, roho za makaburini. Kwa kwa moto, kwa kwa moto, kwa kwa moto, kwa kwa moto. Lazima mjitambulishe, lazima mjitambulishe. Nyinyi ni akina nani? Nyinyi ni akina nani? Leta mic. Nyinyi ni akina nani? Nyinyi ni akina nani? Lazima mjitambulishe. Mnatafuta nini kwa mboma yake usiku wa manane? Kitu gani mnatafuta? Chomeka mkiondoka, chomeka mkiondoka,
chomeka mkiondoka, chomeka mkiondoka, chomeka mkiondoka. Mchanga ni moto, mchanga ni moto. Mahali mulikanyaga, natabiria moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Hakuna kifo tena. Unayetafuta kifo tena kwa ile boma, chomeka sasa. Mungu anasema wanaokaa kwa mlima wa moto, hakuna kifo tena, hakuna kifo tena. Chomeka sasa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unayetembea kwa boma usiku? Naitwa Ndike. Unaitwa nani? Naitwa Ndike. Nasukuka usiku wakilala. Nachota mchanga napeleka kwa waganga. Usiku unatembea hapo ukitafuta nini? Nachota ya mchanga kwa ya kaburi. Natumia mama yangu kutoka hapo. Namkalisha chini na muangalia. Unaitwa nani? Jitambulisha kwa majina nyinyi wote. Naitwa Kioko. Unaitwa nani? Kioko. Kioko. Hello. Wote tunaenda mahali. Mnatembea usiku kwa boma yake mkitafuta nini? Tunaamsha ya mama tunamwambia amke asubuhi hapo. Waangamize wasipate. Leo ni mwisho. Mshikane mikono. Mshikane mikono mkichomeka. Mshikane mikono mkichomeka. Moto wa Yesu unachoma. Moto wa Yesu unachoma. Nyinyi wachawi. Nyinyi wachawi. Mnaotembea usiku mkiwa mnashikana mikono. Nyinyi wachawi, chomeka sasa. Ile boma ni moto. Nazingira na malaika wa moto. Nazingira ile boma na malaika wa moto. Nazingira ile boma na malaika wa moto. Mchanga ni moto. Mchanga ni moto. Toa kilo liweka kwa kaburi. Toa kilo liweka. Toa yote. Toa yote. Toa yote. Toa kilo liweka kwa kaburi. Toa kichomeka. Toa. Ati ni kubwa. Toa yote. Toa yote. Toa yote. Toa yote. Kile mliweka kwa makaburi, kile mliweka pale nje, kile mlizika, toa mkichomeka. Toa yote. Harakisha kutoa. Harakisha kutoa. Moto wa Yesu unachoma. Moto wa Yesu unawachoma. Upanga wa moto unawakatakata. Unawakatakata. Hakuna kifo tena. Hakuna kifo tena. Mnatuma kifo kwa hii boma. Hakuna, kwa jina la Yesu Kristo. Nenda kufunguliwa kwa dada. Nenda kufunguliwa. Namfunika kwa damu Yesu Kristo. Boma yake naifunika kwa damu Yesu Kristo. Maisha yake nayafunika kwa damu Yesu Kristo. Watoto wake nawafunika kwa damu Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kila uchawi na uganga chomeka sasa. Achilia udada. Achilia mtoto wake. Achilia maisha yao. Agano za nira, madhabahu, mizimu, utawala wa uganga na uchawi, roho za kutuma usiku wa manane wakati wanapolala, chomeka sasa. Chomeka sasa. Chomeka kifugua. Chomeka kifugua. Chomeka kifugua. Mali ulizika, mali uliweka, chomeka ukiondoa. Chomeka ukiondoa. Toa yote. Toa yote. Toa kwa watoto wake. Toa kwa nyumba yake. Toa kwa mwili wake. Toa kichomeka. Masikio ni moto. Angake ni moto. Mwili wake ni moto. Kilo we liweka. We ni nani? We ni nani? Lazima uondoke. We ni nani? Teketio kiondoka. Teketio kiondoka. Fungua. Harakisha kufungua. Hapo umekanyanga ni moto. Mafasi ni moto. Mahali umekanyanga naitisha moto wa Yesu. Hapo ni mlima wa Bwana. Mahali umekanyanga ni mlima wa Bwana. Chochote kilitumwa na waganga na wachawi, toka ukichomeka. Toka ukichomeka. Fungua. Fungua. Fungua kichomeka. Fungua kichomeka. Fungua kichomeka. Fungua maisha yake. Fungua nyumba yake. Nani alikutuma? Ulitumwa na nani? Tena kufanya nini? Ulitumwa na nani? Jitambulishe kwa majina. Ulitumwa na nani? Ulitumwa na nani? Moto wa Yesu unachoma. Moto wa Yesu unachoma. Moto wa Yesu unachoma. Ulitumwa na nani? Kufanya nini? Ulitumwa na nani? Gwa kwa moto wa Yesu. Fungua. Fungua yote. Fungua. Harakisha kufungua. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Lazima ufungue maisha yake. Lazima ufungue ndoa yake. Lazima ufungue ndoa yake. Lazima ufungue ndoa yake. Katika jina la Yesu Kristo. Farisayo.
kila farisayo, kila waganga na wachawi, toa yote sasa. Toa mitego, toa mitego, kukataliwa, madhabahu, nira zote, kila agano, kila mizimu, kila utawala wote wa giza, na uteketeza kwa moto wa madhabahu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Na nena Yesu wa mbinguni ukatende Bwana, fungua milango na malango, maana hakika wewe ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Total deliverance. Amen.